kuendana na mazingira yaliyopo sasa. La pili tutakalofanya ni baada ya tume ya maridhiano kuwasilisha ripoti yake, maoni na mapendekezo yatakayowasilishwa ndio yatakayoelekeza au yatakayoelekezwa kwenye mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi. Tatu, kwa kuwa ripoti imebainisha kuwepo kwa viashiria vya jinai kuhusu matokeo yale, tutaunda kama nilivyosema chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Ripoti ile au chombo kile kitaangalia masuala yaliyobainishwa na kubaini waliohusika katika kupanga, kuratibu na kufadhili matukio ya ghasia au vurugu. Lakini vile vile watajielekeza kubaini wahusika wa matukio ya uhalifu, kwa sababu kuna vurugu, kuna na uhalifu. Kuna wale wote ambao walikuwa wanavunja maduka, kuvamia na kuiba, tutajielekeza huko. Kwa bahati nzuri picha zipo zitatuongoza kwenye mambo hayo. Lakini pia tume au chombo kitakachoundwa kitaangalia kwa undani vifo vya watoto na kushughulikia swala la madai ya miili ambayo haijapatikana. Tume hii itajielekeza huko pia. Tume itajielekeza pia kwenye masuala ya wanaodaiwa kutekwa na ambao taarifa zao hazijapatikana. Vile vile walioathirika nje ya eneo la vurugu. Tume itaangalia maeneo yote au hicho chombo kitaangalia maeneo yote haya. Jambo la nne tutakalofanya ni serikali itaweka utaratibu wa kugharamia matibabu ya majeruhi wa ghasia ambao bado wanahitaji matibabu. Vile vile itagharamia vifaa saidizi na viungo bandia kwa waliopata ulemavu wa kudumu ili waweze kuyamudu mazingira yao ya kila siku. Natambua na kama ilivyosemwa hapa kwamba wapo wafanyabiashara ndogo ndogo ambao kwa uwezo wao hawawezi kwenye kuingia bima kubwa za kuweza kuwalipa. Basi nao tutaangalia hasara walioipata na kuangalia faraja tutakayoweza kuwafariji. Jambo la tano, navielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kutekeleza majukumu yake ili kuhakikisha nchi inaendelea kuwa salama. Jambo la sita, ghasia zile za Oktoba 25 zimegharimu maisha ya Watanzania wenzetu, raia na askari. Vifo hivyo vimetuumiza sana. Tuelekeze mioyo yetu kwa Mola wetu, tuendelee kuombea ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Aidha tuliombee taifa letu ili Mwenyezi Mungu aendelee kuliponya na kuliimarisha. Tusimame na maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 mstari wa 14 ambayo yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Tusimamie. Vile vile maneno ya Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu sura Al-Araf aya ya 7 mstari wa 13 yanasema, Mola wetu, tumejidhulumu nafsi zetu na usipotusamehe na kuturehemu, hakika tutakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Sasa tusiwe, hasara ilishatokea, tusiendelee kuwa miongoni mwa waliopata hasara. Naomba sana tusimamie maneno ya vitabu vyetu vitukufu. Niwaombe sana viongozi wa dini wa madhehebu yote nchini, msimame kwenye nafasi yenu ya kuliponya taifa letu. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, wakati nikielekea kuhitimisha, nataka nikiri kwamba mimi binafsi sikutarajia kadhia hii
ingetokea kwenye nchi yetu kipindi hiki ni kuwa kiongozi mkuu wa nchi. Jambo hili limenitwisha mzigo mzito mabegani kwangu. Lakini nataka niwahakikishie kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyoniongoza na atakavyonijalia, nitaubeba mzigo huu kwa ujasiri, kujiamini na tahadhari kubwa. Naomba nirudie hapo. Kadri Mwenyezi Mungu atakavyoniongoza na kunijalia, nitaubeba mzigo huo kwa ujasiri, kujiamini na tahadhari kubwa. Kwa mara nyingine tena nihakikishie tume kwamba serikali imepokea taarifa hii na mapendekezo yake, na kwa pamoja sisi na nyinyi wanatume tutakwenda kuyafanyia kazi. Mapendekezo mlioyatoa ni dawa ya kuliponya taifa letu, na kwa ladha yoyote iliyo dawa hiyo, lazima dawa inywewe ili tupoe. Mapendekezo hayo tafanyia kazi ipasavyo, tafanya marekebisho ya mambo yaliyobainishwa kuwa na dosari, taimarisha pale penye udhaifu, bila kuacha kuwajibika pale penye ulazima wa kuwajibishana. Katika hili, serikali inahitaji msaada wenu, ndugu zangu wa Tanzania. Tuweke juhudi za pamoja kwa werevu na ujasiri na kusema never again, yasijirudie. Ndugu wananchi, wakati nafuatilia uwasilishaji wa ripoti hii, nilisikia sentensi inayosema tunamtaka Samia wetu tunayemfahamu, as if kwamba nilipoingia alikuwa Samia mwingine na sasa ni Samia mwingine. Nataka niwahakikishie wa Tanzania, mimi ni Samia yule yule wa 4R. Ni yule yule wa 4R. Ninachoomba ni ushirikiano wenu katika kutekeleza hizo R4. Wanasema kidole kimoja hakivunji chawa, au it takes two to tango. Kwa hiyo mkimtegemea Samia peke yake afanye, hayaendi. Lakini mkinipa ushirikiano mkubwa, ndugu zangu, tutafika tunakoelekea. Niwaombe tuungane sote kuamua hatma ya mustakabali mwema wa nchi yetu kwa manufaa ya kizazi hiki na vizazi vijavyo. Ninawasihi wa Tanzania, tusikubali kurubuniwa kuharibu nchi yetu. Tusikubali kuchochewa, iwe na wanasiasa, wanaharakati, wahalifu au watu wenye chuki na wenye maslahi binafsi, kwa njia yoyote ile, kuvuruga tunu ya amani yetu. Tusimame imara na kwa umoja tulijenge taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania ndipo kwetu. Hatuna pengine, katu hatuna pengine. Kwa tukijenga nchi yetu tutakaa kwa raha. Tukivuruga nchi yetu tutaendelea kukaa jinsi tunavyokwenda. Tutakuwa na matatizo yasiyoisha. Baada ya kusema hayo, niwatakie nyote neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, awabariki viongozi wetu, tujaliwe hekima na umoja na amani ambazo ndio ngao zetu wa Tanzania. Ibarikiwe Tanzania, tubarikiwe watoto wa Tanzania, kama tunavyoimba kwenye wimbo wetu wa taifa. Amin, amina, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante, naomba tusimame kwa heshima na taadhima viongozi. Haya, tuongeze tena makofi ya shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, asante, naomba tukae. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru, na kutokana na uzito wa jambo hili naomba uridhie tuweze kupata picha za kumbukumbu
katika eneo letu hapo nje. Asante sana Mheshimiwa Rais.